Ni wakati wa kuhakiki usajili wa jina lako. Ni wakati wa kuhakiki jina lako katika kile kitabu. Ni wakati wa kuhakiki jina lako kama je, bado lipo jina langu kwenye kile kitabu? Kama tunavyohakiki majina kwenye kitabu cha kupigia kura, kama tunavyohakiki majina yetu kwenye kile daftari la NIDA. Sasa ni wakati wa kuhakiki jina lako kwenye kitabu cha NIDA ya mbinguni. Chukua hii, itakusaidia mtu wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 kuanzia mstari wa 32. Walakini ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote atakaye nitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Narudia tena. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote atakaye nitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Kumbe Mungu ana kitabu chake. Hii ya kuhakiki daftari la wapiga kura au daftari la NIDA ilianzia mbinguni. Kumbe kuna kitabu cha Mungu ambacho kinarekodi majina ya watu ambao hawajamtenda dhambi. Kumbe unaweza ukawa umeandika kwenye kile kitabu, unapomtenda dhambi Mungu unafutwa. Manake asingesema atakayenitenda dhambi ndo nitamfuta kwenye kitabu changu. Kwa maana hiyo watu wote wanakuwemo kwenye kitabu, ili anayemtenda dhambi anajifuta mwenyewe, anasababisha kufutwa. Sasa swali langu linauliza, je, mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza, una uhakikisho jina lako bado lipo kwenye hicho kitabu chake Bwana? Jina lako bado lipo kwenye kitabu cha Mungu? Kwa hizo barangati ambazo unazifanya, kwa hayo mambo ambayo unayafanya, je, ninakuuliza jina lako una uhakika bado lipo kwenye hicho kitabu? Kwa sababu Mungu kaweka wazi, anasema mtu yeyote atakayenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kwenye kitabu changu. Hiyo Mungu aliongea, manake akuondoe kwenye hali ya title ulio nayo, au akuondoe kwenye hali ya fedha ulio nayo, akuondoe kwenye hali ya cheo ulio nayo, akuondoe kwenye hali ya mali ulizo nazo, akuondoe kwenye hali ya elimu ulio nayo, akuondoe kwenye hali ya umaskini ulio nao, akuondoe kwenye hali ya utajiri ulio nao. Anasema mtu yeyote, maskini tajiri, mtu yeyote mwenye cheo na asiye na cheo, mtu yeyote mwenye elimu na asiye na elimu, mtu yeyote mwenye ufahamu mkubwa na mdogo, lakini atakayemtenda dhambi ndo anafutwa kwenye kitabu chake cha uzima. Nisikilize nikwambie, anaposema mtu yeyote, manake hapa yawezekana ndo watu wengi sasa, watumishi wa Mungu wa kizazi hiki wanaweza kawa wanaona bado wana neema ile ya kufanya miujiza na ishara, wakazania bado kwenye kitabu cha Mungu majina yao bado yapo. Kumbe yawezekana ukaendelea kufanya kazi, ila kwenye kitabu cha Mungu umeshaondolewa. Tafasiri yake, unaweza kawa huko unafanya kazi kwenye kampuni, lakini umeshafutwa jina lako, sio mwajiriwa tena, umebakia kuwa kibarua. Kwa hiyo meneja wa kampuni akisoma kwenye kitabu cha wafanyakazi wake alionao, kwenye daftari la wafanyakazi, wewe haumo, lakini kule shambani unaendelea na kazi ya kibarua. Usidanganyike na title ulionayo, usidanganyike na cheo ulichonacho, usidanganyike na fedha ulionayo, usidanganyike na elimu ulionayo. Hivyo vyote havitakusaidia kuandikwa kwenye kitabu kile cha Mungu. Kikubwa ni cheo chako ulichonacho, title, kila kitu vinaendana na ile mapenzi ya Mungu, unayafanya yale mapenzi ya Mungu. Anasema askofu yeyote atakayenitenda dhambi nitamfuta kwenye kitabu cha uzima. Mchungaji yeyote atakayenitenda dhambi nitamfuta kwenye kitabu cha uzima. Mtume yeyote atakayenitenda dhambi ndio nitakayemfuta kwenye kitabu cha uzima. Nabii yeyote atakayenitenda dhambi ndio nitakayemfuta kwenye kitabu cha uzima. Mwinjilisti yeyote atakayenitenda dhambi ndio nitamfuta kwenye kitabu cha uzima. Mwalimu yeyote atakayenitenda dhambi ndio nitamfuta kwenye kitabu cha uzima. Mwimbaji yeyote atakayenitenda dhambi ndio nitamfuta kwenye kitabu cha uzima. Shemasi yeyote, mzee wa kanisa yeyote atakayenitenda dhambi, amesema mtu yeyote, haijalishi cheo alichonacho, title alionayo, wadhifa alionao duniani,
Rais yeyote atakayenitenda dhambi ndio nitakayemfuta kwenye kitabu cha uzima. Waziri yeyote atakayenitenda dhambi ndio namfuta kwenye kitabu cha uzima. Je, nakuuliza mtu wa Mungu, bado jina lako lipo? Na kushauri, chukua hii itakusaidia. Anza kujihakiki, anza kujichunguza, anza kujitathmini matendo yako mwenyewe ili ukague jina lako kama lipo kwenye kitabu. Bado muda upo kidogo. Bado mlango wa rehema upo. Unaweza ukageuka sasa ukatubu ili uweze kurejeshewa tena jina lako kwenye kile kitabu. Maanake Mungu ni wa rehema. Kumbuka sasa hivi bado mlango wa rehema uko wazi. Kuna saa inakuja mlango wa rehema utafungwa. Sasa amua mapema kuweza kugeuka. Lakini zaidi ya yote na kuachia